Asikiaye na afahamu maono haya ya unabii. Shalom, shalom Tanzania. Amani kae katika mipaka yako Tanzania. Amani kae katika majumba yako Tanzania. Amani ikae katika familia zako Tanzania. Amani ikae na wananchi wa Tanzania. Niliona chekecheo kubwa sana limeshushwa kutoka mbinguni. Ile jana tunatoka madhabahuni hapa naenda kupumzika, nikawa kama vile nataka kusinzia, usingizi mzito kama unanijia, lakini ghafla nikawa kama nimewekwa kuwa mtu mwingine, nikajiona nimegawika mara mbili. Nimesimama halafu yule mtu mwingine ameketi, kisha nikaona chekecheo linakuja mbele yangu, mimi nikiwa nimesimama. Sasa maana nilipoingia ndani chumbani nilienda kuketi, nikaona maono, nikachukuliwa katika usingizi mzito unanichukua, halafu yakatokea maono. Yale maono yakanigawa, nikajiona nimesimama. Halafu wakati mimi kiuhalisia nilikuwa nimekaa. Kwa hiyo nilipokuwa nimesimama nikaona chekecheo limeshuka kutoka mbinguni, nikaja mbele yangu kama wale machekecheo mnayoyaona ya kuchekechea mahindi. Sasa lile chekecheo liliposhuka, ndani yake kulikuwa na ngano. Nikisema ngano mnazielewa, ambazo bado hazijakobolewa. Ngano ambazo bado hazijapelekwa kwenda kusagwa. Ngano. Ghafla nikaona joka kubwa linatema mate, yanakuja kwenye ile chekecheo. Yaani linarusha mate shwa, yanakuja kwenye ile chekecheo irukie ngano. Nikasema wewe joka, sikuuliza mtu, sababu nilikuwa peke yangu na wakati naona ya maono, wala sikumuona malaika mbele yangu. Nikasema wewe joka, unataka kutemea mate hizi ngano, ngano zenye thamani kubwa. Wakati natamka namna ile, joka ukamatwe, kichwa chako na kikata na kirudisha kuzimu. Likageuza upande yale macho yake, likatazama magharibi na mashariki na kaskazini na kusini. Likasema wewe tengwa, ndio umebaki wewe na kuwinda. Nataka nikumeze na hizo ngano nizimeze. Sasa nikasema hizi ngano maana yake nini? Hizi ngano zina thamani au ninatafuta mimi? Nikasema nataka kumeza hizo ngano ulizo nazo, kisha nikumeze na wewe. Nikasema Yesu ambaye umeniweka katika majira haya, hili joka linaloona mbele yangu, ninalikata kichwa. Lilipopeleka macho yake magharibi, mashariki, kaskazini na kusini, likarudisha macho yake kwangu. Lilipotamka yale maneno ile joka, ghafla likatokea si joka sasa, likaacha kuwa joka, likawa ni mtu. Ni mtu mrefu mkubwa, miguu yake ni mirefu sana na mikono yake. Akanyosha mkono wake mmoja, akapeleka mpaka mawio ya jua, akapeleka lijoka, likapeleka ile mkono wake, likapeleka mwingine mpaka machweo. Likasema nimeliweza kanisa unalolitafuta, wala utaiweza. Nchi hii imetolewa sadaka, unaoipigania wewe, hilo jitu kubwa linasema hii nchi imetolewa sadaka tupate kunywa damu. Nikasema hutakunywa damu tena. Likasema tumepanga kunywa damu nyingi, baki na hizo ngano zako chache mkononi mwako. Hizo ngano ulizonazo baki nazo, lakini sisi tumepanga kunywa damu. Hii nchi imetolewa sadaka. Nikasema kwa namna gani? Wewe ni nani na ni kwa nini unasema nchi umetolewa sadaka unywe damu? Nalioji hilo jitu, wewe ni nani? Nikasema mimi ni Lucifer, nimeshapokea sadaka ya kafara na ulimi wangu unanuka damu, nataka niendelee kunywa damu. Sasa umetangaza maombolezo na uchungu. Hizo ngano ni watu ambao wewe umeninyang'anya. Umeninyang'anya wakina mama, umeninyang'anya wanaume,
Umeninyang'anya wachungaji wanakufuata, baki na hizo chache, lakini hawa hutawapata. Nimekamata magharibi, nimekamata na mashariki, huku kuna watu ambao hutawapata. Nimewapa hasira, nimewapa uchungu, na nimewaambia wasikutii wewe. Ninawasemesha usiku kwenye ndoto, linasema hilo joka, lakini ni kwa umbile la mtu. Acha watu niwaambie ushuhuda huu. Linasema wewe tengwa. Hawa watu walio machoyo na mawio hutawapata. Tumewajaza roho ya uchungu, roho ya hasira, roho ya kisasi. Nimewasambazia roho yangu huko, ili wasimsikie Mungu ule mnena. Wakimsikia Mungu na wakitii, watakuwa kafara itatolewa. Lakini tunapambana usiku na mchana. Nikasema wewe hautaweza. Linasema nitaweza. Wakati najiona namna hii, yani wakati najiona urefu, nikawa mdogo, yani umbile langu la mbele ya hilo jitu ninafikia kwenye uwayo wa mguu, yani unafikia kwenye kisigino hiki moja. Sio kama mtu wa kamera atafika hapa, yani nimesimama, lakini lilivyo refu ile jitu, mimi nikawa nafikia kwenye kisigino chake hiki. Linasema lenyewe ni shetani, ni Lucifer, limewajaza watu, linapeleka roho kuwafanya wakina mama, wanaume wa Tanzania na wanawake na watu walioko duniani kote. Linasema nimewapelekea roho ya uchungu na hasira, wasikusikilize, ili walikatae neno la Mungu, walikatae. Sasa wakati linageuza yale macho, mimi nikajua limegeuka tu zile pande za mashariki, magharibi na kaskazini na kusini. Kumbe limetema mate huko. Yale mate yakageuka kuwa elimu kwa watu wakapata ujuzi wa ufahamu wa kumpinga Mungu. Ninaona hivi, watu wakapata elimu ya uwezo wa kipepo wa kuyakataa mapenzi ya Mungu. Ninaona katika maono likisema, mimi naona. Nikasema, Bwana niokoe hapa, niokoe kutoka hapa. Wewe Yesu ambaye ulikufa kwa damu yako, unaweza ukatoa fidia ya damu yako. Kama nchi imetolewa kafara, kama wanawake wametolewa kafara, kama wanaume wametolewa kafara, Bwana, kwa neno lako, huyu shetani aliye mbele yangu umshushe chini. Sasa wale ambao mmeshaona puto, wale mapulizio, nafikiri wengi mnayafahamu mapulizio, unapuliza linajaa upepo. Niliposema, Bwana mshughulikie huyu, mtoe mbele yangu huyu, nikawa kama puto, kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye miguu, ukashushwa. Sijui kama watu wanamjua yule samaki mmoja anaitwa tasi, samaki wa baharini. Kama wale watu ambao wako pwani wanaelewa nachozungumza. Sijui kama Chazi unamfahamu. Tasi ni samaki ambaye kichwa chake ni kama sinia, ukubwa wake yani ni mkubwa hivi, alafu ana mkia mrefu, anaitwa tasi. Kama sikosei, mtanisaidia wale ambao mnaishi Dar es Salaam na pwani kama nakosea. Ni tasi, sijui ni jina la hivyo, nafikiri ni tasi huyo samaki. Ndivyo lile jitu niliposema, Yesu nisaidie kumuondoa huyu pepo mjini, shetani huyu mbele yangu, likawa kama puto lililojaa upepo. Sasa limetolewa pumzi, likashushwa, likawa kama tasi, kama ile samaki tasi. Kwa hiyo likawa na mkia mrefu, alafu kichwa chake kimeshuka. Kwa hiyo likawa chini ya miguu yangu, likawa yani chini kabisa hivi. Nikasema, na kuponda kichwa shetani, ninakukanyaga. Mimi ni yule niliyeitwa kwa jina la Bwana, hutaniweza. Tazama, Bwana amekushusha kwenye miguu yangu. Hata kama nchi
imetolewa sadaka, lakini kwa damu ya Yesu tunaikomboa nchi na kuitakasa. Ndipo nikaja na huu mwongozo wa leo, kuitakasa nchi kwa jinsi imepokea damu na imetolewa kafara katika ulimwengu wa roho. Usicheze, usicheze. Wewe sikia tu, umeitwa na Mungu, sio kitu rahisi. Tunapambana na majitu ya ajabu. Unaposikia na unapoona na wahudumia wetu namna hii ulimwenguni huko, mnapiga simu, mnakuja kwa Bwana, mnasikiliza, mnatii, sio jambo jepesi. Ninapitia vita kubwa, ninapitia vita kubwa mno. Watu waelewe ninachosema. Ninapitia vita kubwa. Kama si Bwana, nani aseme sasa? Kama si Bwana, nena basi. Utavukaje? Huwezi. Uwavushe Tanzania, uivushe Tanzania. Huwezi. Angalia mazindiko yaliyo katika nchi makubwa. Angalia madhabahu zilizo katika nchi. Angalia watu wanakwenda kuvamia watoto wadogo, wanawachinja, wanaua wanawake, wanaua waume zao. Watu wanakufa, unafikiri ni kazi ndogo? Roho za kuzimu. Sasa nikasema haya maono makubwa haya nimeyaona, nikaliambia sikiliza, wakati napokuwa natoa maelekezo ya kusimama malangoni, zimebaki dakika 12, tunakwenda kulipuka katika maombi hizi dakika 10, katika maombolezo mazito ya uchungu na kusimama katika malango. Kila mtu uko aliko asimame. Simama. Nikimaliza hii session ya maombi ambayo tutakwenda kutamka juu ya ardhi na juu ya malango, ili watu wasije wakachomoka kwenda kugusa ule utepe wa kwenye geti, wa kwenye kile kitabu. Mlango ukafunguka mabaya, nchi ikawa na tauni, nchi ikawa na njaa, watu wakaumizwa. Na wale ambao mmejitoa sadaka zenu na mmemtolea Bwana na maombi, mnafunga na mnalia, niwaambie hivi, si tu kwamba mnafanya kwa ajili yenu, na kwa ajili ya nchi pia na kwa ajili ya taifa. Fanyeni. Wewe ambaye hujafanya, una dakika chache. Tunaingia dakika, zimebaki dakika 11 kuingia saa 6 kamili kwenda kupokea mwaka mwingine kwenye malango, na ujue ya kwamba matamko ya Mungu yamenena nini juu ya nchi. Halafu angalia, nchi imetolewa sadaka. Nani anaikomboa? Na nchi ikishatolewa sadaka, ardhi ikishatolewa sadaka kama namna hiyo, maana yake lazima wasimame majiant kuikomboa. Si jambo jepesi, kuikomboa. Shalom Tanzania. Amani kae katika mipaka yako Tanzania. Amani kae katika majumba yako Tanzania. Amani ikae katika familia zako Tanzania. Amani ikae na wananchi wa Tanzania.